Wapendwa wa Mwenyezi Mungu, Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa fursa hii ya kuendelea na majifunzo yetu ya masomo yetu ya wito wa Bwana. Tuko na mfululizo mwingine wa masomo ya wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa. Hii ni sehemu ya pili. Ikiwa hujapata nafasi ya kutazama na kujifunza sehemu ya kwanza, ninakusihi ufanye hivyo, maana masomo haya yameshikamana pamoja, ni mwendelezo toka sehemu ya kwanza mpaka sehemu ya mwisho. Na katika masomo haya ya wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa, tutakuwa na masomo 8. Kwa hiyo tulimaliza sehemu ya kwanza, hii ni sehemu ya pili, kutakuwa na sehemu ya 3, sehemu ya 4, sehemu ya 5, sehemu ya 6, sehemu ya 7 na hatimaye sehemu ya 8. Ninayekualika katika majifunzo haya ni mimi, mtumwa wa Mwenyezi Mungu, Mchungaji Fulgence Mangosongo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kabla hatujaendelea na majifunzo haya, ninakualika tuombe. Baba mwema, mwingi wa rehema, umestahili heshima, utukufu na adhama. Utukuzwe wewe. Tunakushukuru kwa fursa ya majifunzo tena. Tunakubali kuwa chini ya uangalizi wa mawakala wa kimbingu. Neema yako yatosha kwa kila hitaji, kwa jina la Yesu, amina. Wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa, sehemu ya pili. Katika Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, ukurasa wa 716, paragrafu ya pili. Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, 716, paragrafu ya pili. Nabii anasema, wakati ulimwengu wa Kiprotestanti kwa mtazamo wake unafanya makubaliano na Rumi, hebu tuamke na kuelewa hali na kuona mashindano yaliyo mbele yetu katika uhalisia wake. Hebu walinzi sasa wapaze sauti zao na kutoa ujumbe ambao ni ukweli wa wakati huu. Hebu tuwaonyeshe watu wapi tumefika katika historia ya kinabii, na tutafute kuamsha roho ya uprotestanti wa kweli. Nabii anasema wakati ulimwengu wa Kiprotestanti kwa mtazamo wake unafanya makubaliano na Rumi. Ukweli ni kwamba walikwisha fanya makubaliano, na tunaona matokeo ya hayo makubaliano kati ya Uprotestanti kule Marekani na Rumi ni vuguvugu la kutaka kupitisha sheria ya Jumapili. Na tunaona jimbo la kwanza la Utah likipitisha sheria ya Jumapili. Ilikuwa ni tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka huu 2025. Sheria ya kwanza ya Jumapili ilipitishwa kule Utah, Marekani. Kwa nini 7 mwezi wa 3? Haijaja kwa bahati mbaya. Sheria ya kwanza ya Jumapili duniani ilipitishwa tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 321 chini ya utawala wa Mfalme Konstantini wa Rumi ya kipagani. Hivi karibuni Waprotestanti na Warumi walikutana pamoja, yani kanisa la Rumi na Waprotestanti, viongozi maaskofu wasiopungua 100 walikutana kumthibitisha Trump ya kwamba ndiye Konstantini wa siku za mwisho, wakimkabidhi msalaba na wakimwambia Konstantini alipoona maono, alama ya msalaba, na akasikia sauti ikimwambia, kwa alama hii, kwa ishara hii utashinda, na wewe utashinda kwa ishara hii, alama hii. Inatupa picha gani? Utawala huu wa Donald Trump umejinasibu ya kwamba unataka kuwafanya Waamerika waabudu tena.
kurejesha ibada, na wanatekeleza project 2025 mpaka sasa, ikiwa ni Aprili 2025 tangu Trump alipoapishwa tarehe 20 Januari, amekwisha tekeleza project 2025 zaidi ya 42%. Kwa hiyo na ndani ya project 2025 ndani yake kuna sheria ya Jumapili. Tayari jimbo la Utah limeanza. Hayo yote yanatuambia hivi, wasomaji wa unabii, wachunguzaji wa unabii, ya kwamba sio wakati ulimwengu wa Kiprotestanti kwa mtazamo wake unafanya makubaliano na Rumi. Sasa Uprotestanti umekwisha fanya makubaliano na Rumi. Na nabii anasema, hebu tuamke na kuelewa hali na kuona mashindano yaliyo mbele yetu katika uhalisia wake. Yako mashindano mbele yetu. Iko zahama mbele yetu. Iko taabu mbele yetu. Yako mashindano mbele yetu. Kwa hiyo, huu ndio wakati wa kuamka ili kuelewa hali na kuyaona hayo mashindano yaliyo mbele yetu. Nabii anasema hivi, hebu walinzi sasa wapaze sauti zao na kutoa ujumbe ambao ni ukweli wa wakati huu. Yaani tunapoona vuguvugu la Jumapili likiendelea Marekani, Mungu anasukuma, anahimiza, anatoa wito kwa wajumbe, kwa walinzi, wapaze sauti zao na kutoa ujumbe ambao ni ukweli wa wakati huu. Hebu tuwaoneshe watu wapi tumefika katika historia ya kinabii na tutafute kuamsha roho ya Uprotestanti wa kweli. Ndivyo roho ya unabii inavyotuambia. Kipindi hiki ambacho tunatakiwa kutoa ujumbe ambao ni ukweli wa wakati huu. Swali linaweza kuulizwa, hivi ukweli wa wakati huu ni nini? Ama ukweli wa sasa ni nini? Kwa Kiingereza tunasema the present truth. Ni nini ukweli wa wakati huu ama ukweli wa sasa? Ni nini ambao sasa ndio unatakiwa utolewe? Unatakiwa wajumbe wapaze sauti zao wakitoa ujumbe ambao ni ukweli wa wakati huu. Yaani ukweli mwingine ama masomo mengine hayahitajiki kwa sasa, isipokuwa ukweli wa wakati huu. Ukweli wa wakati huu ni nini? Katika kitabu, katika maandishi ya Ellen G. White Manuscript Release, gombo la kwanza, ukurasa wa 59 paragrafu ya pili. Manuscript Release, gombo la kwanza, ukurasa wa 59 paragrafu ya pili. Nabii anasema, ukweli wa sasa kwa wakati huu unajumuisha ujumbe wa malaika yule watatu ukifuata wa kwanza na wa pili. Kwa hiyo, kwa mujibu wa roho ya unabii, anaposema katika Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5 ukurasa wa 716 paragrafu ya pili, tunapoona Uprotestanti ukishikamana ama ukifikia makubaliano na Rumi, hebu tuamke na kuelewa hali na kuyaona mashindano yaliyo mbele yetu. Na huo ndio wakati wa walinzi kupaza sauti na kutoa ujumbe ambao ni ukweli wa wakati huu. Nabii anasema ukweli wa wakati huu ni ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili na ujumbe wa malaika wa tatu. Katika jumbe hizi, malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu, ndipo tunapata sababu za imani yetu. Ndipo tunapata kuelewa nguzo za imani yetu, pillars of our faith. Sabato patakatifu, sabato patakatifu, nguzo za imani yetu. Ukiondoa sabato, ukiondoa patakatifu, Uadventista haupo. Nguzo za imani yetu, sabato, patakatifu. Nguzo hizi tunazifahamu vizuri katika jumbe hizi za malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu. Jumbe hizi za malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu ndizo zinazotusaidia kuelewa nini kilitokea mwaka 1844 tarehe 22 Oktoba. Yesu yuko wapi sasa na anafanya nini? Tunawezaje kumfuata Yesu aliko kwa imani?
Tunawezaje kusimama waaminifu kwa Mungu katika kipindi cha hukumu ya upelelezi? Hukumu ya upelelezi ni nini? Inafanyikaje? Inapoanza kwa wafu, itakapomalizika inahamia kwa walio hai. Ishara gani, dalili gani zinatuashiria kwamba hukumu kwa wafu ya upelelezi inamalizika ama imemalizika na inaingia kwa walio hai? Kwa walio hai inafanyikaje? Tunaposema inaanza kwa kanisa la Mungu, inakuwaje? Mnyama ni nani? Alama ya mnyama ni nini? Sanamu yake inaundwaje? Tunawezaje kuepuka kuipokea alama ya mnyama? Hizo ndizo jumbe za malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu. Roho nabii inasema huo ndio ukweli wa sasa. Ndio ukweli unaotakiwa kufundishwa kanisani na nje ya kanisa. Wakati vuguvugu la Jumapili likiendelea Marekani, kanisa la Waadventista wa Sabato lilitakiwa lijikite kwenye ukweli wa sasa. Wachungaji tujikite kwenye ukweli wa sasa. Walinzi tujikite kwenye ukweli wa sasa. Ujumbe wa malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu. Sikia nukuu hii, inapatikana katika Manuscript Release gombo la kwanza, ukurasa wa 56, paragrafu ya pili. Nabii anasema, malaika wa tatu anawakilishwa kama anayeruka katikati ya mbingu, akiashiria kazi ya wale wanaotangaza ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Zote zimeunganishwa pamoja, yani ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili na ujumbe wa malaika wa tatu, ambao ndio ukweli wa sasa, zimeunganishwa pamoja, zimeshikamanishwa pamoja. Nabii anaendelea kusema, ushahidi wa ukweli wa kudumu unaoishi kila wakati wa ujumbe huu mkuu, ambao unamaanisha mengi kwetu, ambao umeamsha upinzani mkali kutoka kwa ulimwengu wa kidini, haujatoweka. Jumbe hizi za malaika wa kwanza, malaika wa pili, malaika wa tatu hazijatoweka. Huo ukweli mkuu haujatoweka, na ukweli huu ukihubiriwa lazima uamshe upinzani mkali, sio upinzani kidogo, upinzani mkali kutoka katika ulimwengu wa kidini. Unafikiri kwa nini jumbe hizi zinaamsha, zikihubiriwa ipasavyo, zinaamsha chuki, zinaamsha upinzani kutoka katika ulimwengu wa kidini? Nabii anaendelea kusema na majibu tunayapata hapa. Shetani daima anatafuta kutupa kivuli chake cha kuzimu juu ya ujumbe huu, ili kwamba waliosalia, yani Waadventista wa Sabato, watu wa Mungu, wasitambue kwa uwazi umuhimu wao, umuhimu wa hizi jumbe, umuhimu wa hizi jumbe, malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Wakati wao, wakati gani na mahali pao, mahali gani, lakini wanaishi na wanapaswa kutumia nguvu zao juu ya uzoefu wetu wa kidini wakati ungalipo. Huu ujumbe malaika wa tatu, malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu ndio ukweli wa sasa. Kwa shetani anachuki na ujumbe huu, na shetani hataki ujumbe huu uwafikie watu, na hataki Waadventista wa Sabato waamke waujue ujumbe huu. Kwa shetani anajaribu kutupa kivuli chake cha kuzimu juu ya ujumbe huu, akitia giza na kuhakikisha anazima harakati za kuufikia ukweli huu, watu kuufahamu ukweli huu. Na ndio maana vita ni vikali. Vita ni vikali. Ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili na ujumbe wa malaika wa tatu unatuleta katika uelewa wa nini kilitokea mwaka 1844 tarehe 22 Oktoba. Yesu yuko wapi na anafanya nini? Tunawezaje kumfuata aliko kwa imani? Hukumu ya upelelezi ni nini? Inafanyikaje kwa wafu, kwa walio hai? Je, mnyama ni nani? Sanamu yake inaundwaje? Alama ya mnyama ni nini? Tunawezaje kuepuka kuipokea? Kwa tunapouacha ujumbe huu
wa malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu, ni kana kwamba tunampa nafasi shetani ya kuchukua point katika pambano, katika shindano, kuchukua ushindi, kuwafanya watu wasiandaliwe kusimama waaminifu kwa zahama iliyo mbele, lakini kusimama waaminifu katika hukumu ya upelelezi. Nabii anasema hivi katika kitabu cha Pambano Kuu. Ninasoma Ufunuo Publishing House, toleo la 2023, ni sura ya 37, maandiko ni Kinga, ukurasa wa 490, kile cha Kiingereza GC 594, paragrafu ya pili. Nabii anasema, hukumu za kutisha zinazotangazwa dhidi ya ibada ya mnyama na sanamu yake, Ufunuo 14:9-11, zinapaswa kuwaongoza wote katika kujifunza kwa bidii unabii na kuelewa ni nini alama ya mnyama na jinsi wanavyoweza kuepuka kuipokea. Lakini watu walio wengi wanageuza masikio yao wasisikie ukweli na wanageukia hadithi za kubuni. Kwa nani anabuni hizo hadithi? Ni shetani. Na shetani kuna watu wanaowatumia wazilete hizo hadithi za kubuni iwe ni mbadala wa ukweli wa sasa. Ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu wekwe pembeni na watu wafundishwe tu hadithi na maelezo tu ya wanatheolojia na maelezo tu ya wanadamu. Waache ukweli huu, kwa sababu shetani anajua watu wakiufahamu ukweli huu wataokolewa. Kwa hiyo pambano kuu linaendelea. Nabii anasema hivi katika kitabu cha Error Writings, ukurasa wa 63, paragrafu ya kwanza na paragrafu ya pili. Ninasoma paragrafu ya kwanza. Nabii anasema, kuna kweli nyingi za thamani zilizo katika neno la Mungu, lakini ni ukweli wa sasa. Kumbuka ukweli wa sasa ni nini? Ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili na ujumbe wa malaika wa tatu. Nabii anasema kuna kweli nyingi za thamani zilizo katika neno la Mungu, yani katika Biblia kuna mafundisho mengi. Biblia hii ina mafundisho mengi, ina kweli nyingi. Hata hivyo, kuna kweli zingine kwenye Biblia hatutazielewa, hatutazimaliza kujifunza hapa duniani. Tutajifunza huko mbinguni na milele tutaendelea kujifunza. Kwa hiyo sio kila kweli kwenye Biblia na sio kila somo, kila fundisho linahitajika sasa. Kinachohitajika sasa ni ukweli wa sasa, ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Nje ya hapo sicho chakula kilichokusudiwa kwa watoto wa Mungu kwa sasa. Kuna kweli nyingi za thamani zilizo katika neno la Mungu, lakini ni ukweli wa sasa ambao kundi lina uhitaji sasa. Nimeona hatari ya wajumbe kukimbia kutoka kwa mambo muhimu ya ukweli wa sasa, kukaa juu ya masomo ambayo hayakuhesabiwa kuunganisha kundi na kutakasa roho. Shetani hapa atachukua kila faida iwezekanayo ili kudhuru jambo hilo. Kwa nabii anasema ukweli wa sasa ndio unaohitajika, na alioneshwa ya kwamba wajumbe wanatoka, yani wanauacha ukweli wa sasa, wanaendea ama wanatuama kwenye masomo ambayo hayakukusudiwa kuunganisha kundi wala kutakasa roho. Tunahubiriana nini? Tunafundishana nini? Jumatano ya maombi, Ijumaa kufungua Sabato, siku za Sabato, majuma ya uamsho, kwenye mikutano yetu ya makambi, kwenye mahubiri ya hadhara, kwenye semina zetu, tunafundishana nini? Yako masomo mengi tunayoweza kujifunza, lakini hayakukusudiwa kuunganisha kundi wala kutakasa roho. Ukweli uliokusudiwa kuunganisha kundi na kutakasa roho ni ukweli wa sasa, na ukweli huu wa sasa ndio utakaotenga Waadventista wa Sabato. Wale wanaopokea ukweli huu wa sasa, ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu, wanaunganishwa kuwa kitu kimoja, wanatakaswa roho. Wale wanaopinga ukweli huu wa sasa, wanaoacha ukweli wa sasa, lazima kuwe na separation, kutengwa na hao walioukubali ukweli huu wa sasa. Ukweli huu wa sasa unaunganisha kundi, lakini ukweli huu wa sasa unapasua kundi. Wale wanaokataa ukweli huu wa sasa wanagawanywa, wanakuwa kinyume na wale wanaokubali ukweli huu wa sasa. Na wale wanaopinga ukweli huu wa sasa ndio watatumiwa na shetani kuwashambulia wanaoukubali ukweli huu wa sasa.
Pambano linaendelea, na pambano gumu zaidi ni kutokea ndani kuliko linalotokea nje. Vita kali zaidi ni hii ambayo inatokea ndani kuliko inayotokea nje. Kwa hiyo ukweli wa sasa ni ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Paragrafu ya pili, Error Writings, ukurasa wa 63, paragrafu ya pili. Nabii anasema, lakini masomo kama vile patakatifu katika uhusiano na siku 2300, amri za Mungu na imani ya Yesu yamehesabiwa kikamilifu kuelezea vuguvugu la marejeo lililopita na kuonesha msimamo wetu wa sasa ni nini, kuimarisha imani ya wenye mashaka na kutoa uhakika kwa utukufu ujao. Haya nimeona mara kwa mara yalikuwa ndio masomo makuu ambayo wajumbe wanapaswa kukawia kwayo. Kwa hiyo tunapaswa wajumbe kuachana na masomo mengine yote ambayo sio ukweli wa sasa. Tukawie, yani tuende, yani siku kwa siku, yani turudie na kurudia na kurudia masomo makuu ya ukweli wa sasa. Na nabii anasema masomo kama vile patakatifu katika uhusiano na siku 2300. Katika Biblia wapi tunapata kuelewa unabii wa siku 2300? Ni Danieli 8 mstari wa 14. Na Danieli inatupa uelewa sio tu wa huduma ya Yesu patakatifu, lakini pia nini kilitokea mwaka 1844. Yesu yuko wapi na anafanya nini? Hukumu ya upelelezi inafanyikaje? Na ikimalizika nini kitatokea? Hayo yote hayo ndio yamesheheni ukweli wa sasa, na ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu ndio unatupa uelewa kamili wa hoja hii. Manuscript Release, gombo la kwanza, ukurasa wa 228, paragrafu ya pili. Nabii anasema kusudi la Mungu katika kutoa ujumbe wa malaika yule watatu kwa ulimwengu ni kuandaa watu kusimama waaminifu kwake wakati wa hukumu ya upelelezi. Kwa hiyo tukiuondoa ujumbe wa malaika watatu, tunawaandaa watu kusimama waaminifu upande wa shetani na sio upande wa Yesu. Kuandaa watu kukataliwa wakati wa hukumu kwa walio hai, hukumu ya upelelezi. Kuandaa watu kupokea alama ya mnyama. Lakini kinyume chake, tunapowafundisha watu ukweli huu, ujumbe huu wa malaika watatu, tunatekeleza jukumu letu kubwa, muhimu na takatifu, kuandaa watu kusimama waaminifu kwa Bwana wakati wa hukumu ya upelelezi. Na hivyo tutasimama waaminifu kwa Bwana katika dhahama iliyo mbele yetu, na tutasimama waaminifu kuhubiri ujumbe wa mwisho wa onyo la mwisho kwa ulimwengu, kilio kikuu, tukiwa tumejazwa mvua ya masika, kujazwa Roho Mtakatifu kama mvua ya masika. Nabii anaendelea kusema, hili ndilo kusudi ambalo tunaanzisha na kudumisha nyumba zetu za uchapaji, shule zetu, sanitariums zetu, migahawa ya usafi, vyumba vya matibabu na viwanda vya chakula. Hili ndilo kusudi letu katika kuendeleza kila njia ya kufanikisha kazi. Kwa hiyo katika kutekeleza utume, kanisa la Waadventista wa Sabato kwa namna iwayo yote, kwa mbinu zilizo zote, ni lazima ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu ndio upelekwe. Kwa sababu sisi tulio wajumbe lazima tuendee ulimwengu tukiwa na ujumbe. Ujumbe kutoka kwa aliyetutuma. Aliyetutuma ametutuma ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Kama tutauacha ujumbe huu, tutapeleka maneno yetu, tutapeleka jumbe zingine ambazo hazikukusudiwa na aliyetutuma ujumbe huu. Kwa hiyo hakuna mission kama hakuna message. Message ni ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Kama hakuna message, manake utume wetu umepoteza dira. Kwa lazima turudi kwenye kusudi hili la Mungu, ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Katika periodicals Present Truth, kwa kifupi PT, Septemba 1, 1849, paragrafu ya 8, nabii anasema hivi: Bwana amenionyesha kwamba roho za thamani zinakufa njaa, na zinakufa kwa kukosa ukweli wa sasa. Kumbuka ukweli wa sasa ni nini? Ujumbe wa malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu. Kwa ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato, nabii alioneshwa
kwamba roho za thamani zinakufa njaa, zinakufa kwa kukosa ukweli wa sasa. Ujumbe haufundishwi ndani. Lakini pia huko nje pia roho za thamani zinakufa njaa kwa kukosa ujumbe huu ambao ni ukweli wa sasa, chakula cha kiroho. Maana sisi ndio tumetengwa katika dunia kama wabeba nuru, tumekusudiwa kuupeleka ujumbe huu kwa ulimwengu. Tusipoupeleka, roho za thamani huko nje zinakufa njaa, na hata ndani roho za thamani zinakufa njaa. Ukweli wa kutiwa muhuri, the sealing truth, yani ukweli huu wa sasa unaitwa pia the sealing truth, ukweli wa kutiwa muhuri. Chakula kwa wakati unaofaa, na kwamba wajumbe wepesi wanapaswa kuharakisha mwendo wao na kulilisha kundi kwa ukweli wa sasa. Wajumbe wepesi wanapaswa kuharakisha mwendo wao na kulilisha kundi kwa ukweli wa sasa. Nilimsikia malaika akisema, harakisha wajumbe wepesi, harakisha wajumbe wepesi, kwani kesi ya kila nafsi itaamuliwa hivi karibuni, ama kwa uzima au kwa mauti. Kumbuka, ujumbe wa malaika watatu ulitolewa kwa kusudi la kuandaa watu kusimama uaminifu kwa Mungu wakati wa hukumu ya upelelezi. Kwa hiyo kama watu hawafundishwi jumbe hizo, ukweli wa sasa, maana yake wanakufa njaa. Wanapokufa njaa, hawaelewi hukumu ya upelelezi inafanyikaje na wakati gani, wanawezaje kusimama waaminifu. Kwa sababu hiyo malaika aliharakisha, anamwambia wajumbe wepesi, harakisha, harakisha, harakisha wajumbe wepesi, kwani kesi ya kila nafsi itaamuliwa hivi karibuni, ama kwa uzima au kwa mauti. Kwa hiyo mahali tulipofika katika historia ya kinabii ndicho kipindi cha ujumbe wa sasa kuhubiriwa ndani ya kanisa na nje ya kanisa. Ndicho kipindi ambacho ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu ufahamike kwa Waadventista wa Sabato na kwa walio nje wa ufahamu ujumbe huu. Maana ni ujumbe wa thamani, wa muhimu, ambao Mungu ameutoa kwa ulimwengu ili watu waandaliwe kwa uzima wa milele, waandaliwe kusimama waaminifu. Hiki ndicho kipindi ambacho unabii unasonda kidole ya kwamba ukweli wa sasa unahitajika hasa sasa. Ukweli wa sasa. Kwa hiyo katika masomo haya ya wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa, tumemaliza sehemu ya kwanza na hii sehemu ya pili, na tutaendelea mpaka sehemu 8. Tutapata kuelewa kitabu kilichokuwa kimefungwa na baadaye kikafunguliwa kimebeba mambo gani. Na unabii unatuambia kitabu hicho kilichokuwa kimefungwa kikafunguliwa ni Danieli sura ya 8 mpaka ya 12. Danieli sura ya 8 mpaka 12 inahusu hukumu, na ndio imebeba agenda kuu, central theme ya siku 2300, unabii wa 2300. Na katika kitabu hiki kilichokuwa kimefungwa kilifunguliwa mwaka 1798. Kuanzia hapo kitabu hiki hakijafungwa. Na kitabu hiki, ili tuelewe sehemu hii ya Danieli 8 mpaka 12, tuelewe vizuri, inatupasa tusome tukihusianisha na Ufunuo sura ya 10. Ufunuo sura ya 10 inaeleza kile kile katika kutanua tu maelezo ama ufafanuzi wa kina zaidi katika ujumbe ule ule uliopo kwenye Danieli 8 mpaka 12. Na nabii anatuambia sehemu hii iliyokuwa imefungwa ikafunguliwa tangu 1798, Danieli 8 mpaka 12, imesheheni matukio yaliyoanza 1844 yanatupeleka mpaka mwisho mwa historia ya ulimwengu huu. Kwa hiyo ni ujumbe muhimu tunapaswa kuufahamu. Wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa unakujia kwako kupitia mfululizo wa masomo haya. Endelea kufuatilia sehemu ya kwanza mpaka sehemu ya 8, utabarikiwa na masomo haya. Nabii anasema hivi katika Pambano Kuu, nasoma Ufunuo Publishing House, toleo la 2023, sura ya 20, mwamko mkuu wa kidini, ukurasa wa 294 na 295. Nabii anasema,
Lakini sehemu ile ya unabii wake unaohusiana na siku za mwisho, Danieli aliagizwa kuufunga na kuutia muhuri hata wakati wa mwisho. Lakini tangu mwaka 1798 kitabu cha Danieli kilifunguliwa, maarifa ya unabii yameongezeka na wengi wamehubiri ujumbe mkuu wa ukaribu wa hukumu. Kwa nabii anatuambia hiyo sehemu ya kitabu cha Danieli 8 mpaka 12 iliyokuwa imefungwa ilifunguliwa tangu mwaka 1798. Kwa hiyo katika kitabu cha Danieli hakuna kilichofungwa sasa. Tunapaswa kuelewa kile kilichofunguliwa ni nini, ujumbe uliopo mle ni ujumbe gani. Sura hiyo ya 20, pambano kuu, mwamko mkuu wa kidini, sasa ni ukurasa wa 298. Nabii anasema, na katika kitabu hicho hicho cha Danieli ambacho kinasema kuwa maneno yake yalifungwa mpaka wakati wa mwisho, ambapo ufunguaji wa maneno yake ulikuwa wakati wa Danieli, na kuwa wengi wataenda huko na huko, usemi wa lugha ya Kiebrania kwa ajili ya kuchunguza na kufikiri juu ya wakati, na maarifa kuhusu wakati yataongezeka. Danieli 12:4. Hapa ujumbe tunaopata ni kwamba sehemu hiyo ya Danieli 8 mpaka 12 iliyokuwa imefungwa ilifungwa wakati wa Danieli. Tangu 1798 lilikuwa kusudi la mbingu kitabu hiki, sehemu hii ya Danieli 8 mpaka 12 ieleweke, maana ilifunguliwa. Na ndipo sasa hamasa ilikuja, msukumo ulikuja, watu kuchunguza ukaribu wa hukumu, ukaribu wa kuja kwa Yesu mara ya pili. Na Mungu alimuinua William Miller aliyechunguza unabii wa Danieli 8:14 na akaelewa nini ambacho kingetokea 1844 tarehe 22 Oktoba. Japokuwa aliamini kwamba Yesu angerudi, lakini haikuwa kurudi kwa Yesu, maana ilikuwa lazima ujumbe wa malaika wa kwanza na malaika wa pili utangulie, ndipo ifuate kuja kwa Yesu mara ya pili, baada ya kumaliza huduma ya maombezi, yani hukumu ya upelelezi. Kwa hiyo inatupatia uelewa wa nini kilitokea 1844 tarehe 22 Oktoba. Kwa hiyo ilikuwa imefungwa wakati wa Danieli, lakini tangu 1798 kitabu hiki kilikuwa kimefunguliwa, ama sehemu hii ya kitabu cha Danieli ilikuwa imefunguliwa. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Acts of Apostles, cha Ellen G. White, ukurasa wa 588, paragrafu ya kwanza, nabii anasema, katika Ufunuo vitabu vyote vya Biblia vinakutana na kumalizika. Huu hapa ni utimilifu wa kitabu cha Danieli. Kimoja ni unabii na kingine ni ufunuo. Kitabu kilichotiwa muhuri si ufunuo, bali ni sehemu hiyo ya unabii wa Danieli unaohusiana na siku za mwisho. Malaika akaamuru, lakini wewe Danieli, yafunge maneno, ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Danieli 12:4. Kwa hapa nabii anachosema, katika Ufunuo vitabu vyote vya Biblia vinakutana na kumalizika. Huu hapa ni utimilifu wa kitabu cha Danieli. Kimoja ni unabii, kingine ni ufunuo. Kitabu kilichotiwa muhuri sio ufunuo, bali ni sehemu hiyo ya unabii wa Danieli unaohusiana na siku za mwisho. Sehemu gani ya kitabu cha Danieli inayohusu siku za mwisho? Ni Danieli 8 mpaka 12. Ndio sehemu inayohusu siku za mwisho, na ndio sehemu iliyokuwa imefungwa, na nabii anasema tangu 1798 sehemu hii ilikuwa imefunguliwa. Kwa hiyo wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa ni wito wa kuelewa Danieli 8 mpaka 12 inahusu nini, imebeba mambo gani, ina masomo gani ya msingi ndani yake. Na ukweli ni kwamba sehemu hii ni ya muhimu sana. Tunapata sababu ya imani yetu, tunazipata nguzo za imani yetu, pillars of our faith. Sehemu hii inatupa matukio ya kinabii tangu 1844 mpaka kurudi kwa Yesu. Sehemu hii inatupatia uelewa wa ujumbe malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Kwa hiyo ni sehemu muhimu inayotakiwa kueleweka, na ndio maana ya masomo haya ya wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa, yani Danieli 8 mpaka 12. Katika Bible Commentary gombo la 7 ukurasa wa 971,
paragrafu ya 5, nabii anasema vitabu vya Danieli na Ufunuo ni kimoja. Kimoja ni unabii na kingine ni ufunuo. Kimoja kimetiwa muhuri na kingine kimefunguliwa. Kwa hiyo ili tuelewe nukuu hii vizuri, tutafakari hivi: sehemu gani ya kitabu cha Danieli ilikuwa imefungwa? Ni Danieli 8 mpaka 12. Sehemu hii inahusu siku za mwisho. Siku za mwisho zilianza 1798. Kwa tangu 1798 sehemu hii ilikuwa imefunguliwa. Alafu anasema kingine ni ufunuo. Kwa hiyo kingine kimetiwa muhuri na kingine kimefunguliwa. Sehemu gani ya ufunuo inaonesha kitabu kilichofunguliwa? Ni Ufunuo sura ya 10. Kwa Ufunuo sura ya 10 na Danieli 8 mpaka 12 inaeleza kitu kimoja katika lugha tofauti. Inaongezea pale ambapo Danieli 8 mpaka 12 iliishia, na inachukua yale pale ilipoishia na kuongeza zaidi. Ufunuo sura ya 10 inatanua zaidi uelewa wa kitabu kilichokuwa kimefungwa kikafunguliwa. Tupate ushahidi katika neno la Mungu. Tunasoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 10 mstari wa 1 na wa 2. Neno linasema, kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni, amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua, na miguu yake kama nguzo za moto, na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari, nao wa kushoto juu ya nchi. Tuangalie Testimonies to Ministers and Gospel Workers, ukurasa wa 115, paragrafu ya 3. Nabii anasema kitabu cha Danieli hakijatiwa muhuri katika ufunuo wa Yohana, na hutupeleka mbele hadi matukio ya mwisho ya historia ya dunia hii. Kwa hiyo Danieli 8 mpaka 12 ilikuwa imefungwa na sasa imefunguliwa tangu 1798. Danieli 8 mpaka 12 tunapata kuielewa zaidi katika Ufunuo sura ya 10. Ndipo tunaona malaika mwenye nguvu ameshika kitabu kilichofunguliwa. Na hii inatupatia picha ya kwamba Danieli sura ya 8 mpaka 12 ilipaswa kueleweka 1798. Kwa hiyo Danieli sura ya 8 mpaka 12 ndio hiyo Ufunuo sura ya 10, lakini wakati huu Ufunuo sura ya 10 inaanza kueleza wakati gani kitabu cha Danieli 8 mpaka 12, sehemu ya Danieli 8 mpaka 12 ilipaswa kufunguliwa wazi. Ndio maana yule malaika aliyeshika kitabu kidogo kimefunguliwa wazi. Kwa hiyo Ufunuo sura ya 10 ina uhusiano na Danieli 8 mpaka 12. Agenda iliyoko pale ni moja, central theme, mada kuu ni moja, ni siku 2300. Na unabii huu unatupatia uelewa wa jumbe za malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Unatupatia uelewa nini kilitokea 1844 tarehe 22 Oktoba. Tunapata kuelewa sababu ya imani yetu. Tunapata kuelewa nguzo za imani yetu. Tunapata kuelewa mnyama ni nani, alama ya mnyama ni nini, sanamu yake inaundwaje, tunawezaje kuepuka kuipokea alama ya mnyama. Je, hukumu ya upelelezi ni nini? Tunawezaje kusimama waaminifu kwa Bwana wakati wa hukumu ya upelelezi? Yesu yuko wapi? Anafanya nini? Tunawezaje kumfuata aliko kwa imani? Kitabu cha Danieli 8 mpaka 12 na Ufunuo sura ya 10 vinatusaidia kuelewa mada hizi, na mada hizi ndio ukweli wa sasa. Kwa wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa ni wito wa kuzielewa mada hizi za ukweli wa sasa. Ni wito wa kuelewa Danieli 8 mpaka 12 imebeba masomo gani, ukihusianisha na Ufunuo, tukihusianisha na Ufunuo sura ya 10. Kwa hiyo sehemu zingine za Danieli na kitabu cha Ufunuo zinatusaidia kuelewa the central theme, mada kuu ya Danieli 8 mpaka 12 na Ufunuo sura ya 10. Kwa hiyo sehemu zingine za Danieli zinatusaidia kuelewa Danieli 8 mpaka 12 inahusu nini. Sehemu zingine za kitabu cha Ufunuo zinatusaidia kuelewa Ufunuo sura ya 10 inamaanisha nini. Na Ufunuo pamoja na Danieli ni kitabu kimoja. Kimoja ni ufunuo, kingine ni unabii.
Kimoja kilifungwa, kingine kimefunguliwa wazi. Kwa hiyo ni volume 1 na volume 2. Kwa hiyo kimoja ni ufunguo, kimoja ni kufuli. Kwa hiyo vitabu hivi vinategemeana. Kwa hiyo Danieli 8 mpaka 12 na Ufunuo sura ya 10 inatusaidia kuelewa kitabu kilichokuwa kimefungwa na hatimaye kikafunguliwa kimesheheni nini. Mungu anataka tujifunze nini katika kitabu hiki kilichokuwa kimefungwa kikafunguliwa, au sehemu hii ya kitabu kilichokuwa kimefungwa kikafunguliwa. Huo ndio wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa, na hii ni sehemu ya pili. Kwa hiyo kwa mujibu wa Danieli 8 mpaka 12, agenda kuu, the central theme, mada kuu ni moja. Ziko mada zingine ndogo ndogo, lakini mada kuu ni moja: unabii wa siku 2300. Kitabu cha Danieli waweza kukigawa katika makundi matatu au katika vipengele vitatu. Danieli sura ya kwanza ni utangulizi, inaenda mpaka Danieli sura ya pili mstari wa 4 kipengele B. Na sura hii ya kwanza iliandikwa kwa Kiebrania, sura ya pili mpaka ya 7 ikaandikwa kwa Kiaramaiki, ni sehemu ya pili hiyo. Sehemu ya tatu ni Danieli 8 mpaka 12 ikaandikwa kwa Kiebrania. Kwa hiyo katika mgawanyo wa makundi makubwa katika kitabu cha Danieli tunagawa tu katika makundi mawili. Danieli sura ya kwanza mpaka ya 7 sehemu ya kwanza, Danieli 8 mpaka 12 sehemu ya pili. Kwa hiyo Danieli 8 mpaka 12, sura zote hizi, sura ya 8, sura ya 9, sura ya 10, sura ya 11 na sura ya 12, sura 5 zote zinajenga kwenye unabii wa siku 2300, na zote zinatusaidia kuelewa ukweli wa sasa ni nini. Zote hizi ndizo ambazo zilikuwa zimefungwa na zikafunguliwa, sura zote hizi tangu 1798. Angalia Danieli sura ya 8, tutaangalia sura ya 9, ya 10, 11 na 12 kwa muhtasari, tupate ushahidi wa hoja hii ya kwamba sura hizi zote mada yake kuu, the central theme, ni unabii wa siku 2300. Katika Danieli sura ya 8 mpaka 12 tunaliona wazo kuu moja ambalo ni unabii mrefu wa siku 2300, na ilikuwa katika utawala wa mfalme Belshaza. Danieli aliona maono. Katika maono hayo anawaona kondoo na mbuzi. Tunasoma katika Danieli 8 mstari wa kwanza mpaka wa 12. Hapo zinaelezwa falme za Umedi na Uajemi, Uyunani chini ya Alexander Mkuu, na baada ya kufa kwake Alexander Mkuu, ufalme uligawanyika katika tawala 4. Hatimaye pembe ndogo inayowakilisha utawala wa Rumi ya kidini. Kwa hiyo wazo kuu au mada kuu katika Danieli 8 mpaka 12 ni unabii mrefu wa siku 2300. Katika Danieli 8:15 mpaka 25 tunapata kuelewa Danieli 8 yote inahusu unabii wa siku 2300. Tunasoma katika Danieli 8:15 na 16. Ikawa mimi Danieli nilipoyaona maono hayo nalitafuta kuyafahamu, na tazama, alisimama mbele yangu mmoja mfano wa mwanadamu. Nikasikia sauti ya mwanadamu katikati ya mto Ulai iliyoita na kusema, Gabrieli, mfahamishe mtu huyu maono haya. Katika Danieli 8:13 na 14 ndipo nikamsikia mtakatifu mmoja akinena na mtakatifu mwingine, akamuuliza huyo aliyenena, haya maono katika habari ya sadaka ya kuteketezwa ya daima na lile kosa lifanyalo ukiwa yataendelea hata lini? Kukanyagisha patakatifu na jeshi? Akamwambia, hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Katika Danieli 8:26
neno linasema, na maono ya hizo nyakati za jioni na asubuhi yaliyosemwa ni kweli, lakini wewe yafunike maono hayo, maana ni ya wakati ujao baada ya siku nyingi. Kwa ukisoma Danieli sura ya 8 ni hoja ya unabii wa siku 2300 ambapo nabii anaambiwa yafunge mpaka baadaye siku nyingi. Ni maono ya wakati wa mwisho, ni ujumbe wa wakati wa mwisho, ambapo kwa mujibu wa roho ya unabii ujumbe wakati wa mwisho ulianza 1798 na kuanzia hapo kitabu cha Danieli 8 mpaka 12 kikawa kimefunguliwa na watu wakaanza kuhubiri ukaribu wa hukumu na marejeo ya Yesu. Kwa sura ya 8 ni ujumbe wa siku 2300. Kwa hiyo tumebaki, unaona bado msisitizo ni hiyo central theme, unabii wa siku 2300. Vipi kuhusu sura ya 9 ya kitabu cha Danieli? Tunasoma katika Danieli sura ya 9 mstari wa 2 na wa 3. Katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake Dario, mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu na alifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii na kuutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yaani miaka 70. Nikamwelekezea Bwana wangu, Bwana Mungu uso wangu, ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu. Katika Danieli sura ya 9 mstari wa 4 mpaka 19 ni maombi ya Danieli, lakini Danieli 9:20 mpaka 27 ni ufafanuzi toka kwa malaika Gabrieli ili kumpatia Danieli ufahamu wa ule unabii mrefu wa Danieli 8:14 siku 2300. Baada ya maombi hayo ya Danieli, malaika Gabrieli anatumwa kumletea majibu Danieli. Malaika Gabrieli anatumwa kumletea majibu Danieli. Majibu hayo ni ufafanuzi wa Danieli 8:14 ambapo ndani yake kuna majuma 70 yaliyokusudiwa kwa Israeli baada ya Israeli kukaa uhamishoni miaka 70. Ufahamu huu unatoa kanuni ya kutafsiri unabii huu wa siku 2300 kwa njia ya kumpatia Danieli mianzo ya mahesabu na hata mwisho wa unabii huo. Kwa hiyo Danieli sura ya 9 ina uhusiano na Danieli sura ya 8. Yaani Danieli sura ya 8 unabii unatolewa na Danieli sura ya 9 ufafanuzi unatolewa. Kwa hiyo bado sura ya 9 the central theme ni unabii wa siku 2300. Ndio mada kuu, agenda kuu. Vipi kuhusu sura ya 10? Katika Danieli sura ya 10 mstari wa 12 mpaka 14 imeandikwa hivi: ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako. Wakati gani? Sura ipi inaeleza ombi la Danieli alipojinyenyekeza na kutia ufahamu kwa maombi? Ni Danieli sura ya 9. Kwa hiyo Ufunuo Danieli sura ya 10 inarejelea sura ya 9 ya kitabu cha Danieli. Ngoja tuendelee kidogo. Maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Sasa nimekuja kukufahamisha mambo yatakayowapata watu wako katika siku za mwisho, maana maono hayo ni ya siku nyingi bado. Vivyo hivyo sura ya 10 inaendeleza kwenye unabii wa siku 2300. Yaani Danieli sura ya 8 unabii unatolewa. Danieli sura ya 9 ni ombi la Danieli na malaika Gabrieli anatumwa kumpa ufafanuzi Danieli juu ya unabii wa siku 2300 katika Danieli 8:14. Na Danieli sura ya 10 inaeleza vita ama pambano, shetani akijaribu kuzuia ule ujumbe wa ufafanuzi wa Danieli 8:14 usimfikie Danieli. Kwa hiyo kama ingekuwa utaratibu mzuri wa kuandika, ingepaswa sura ya 10 iwe sura ya 9, sura ya 9 iwe sura ya 10.
Kwa hiyo sura ya 9 inaeleza ufafanuzi, alafu sura ya 10 inaeleza sababu kwa nini Gabriel alichelewa kumpatia ufafanuzi wa unabii wa Danieli 8:14. Danieli kwamba kulikuwa na vita, mkuu wa Uajemi, na hapa ni shetani mwenyewe, alijaribu kumzuia wakishindana na Gabriel, malaika Gabriel. Na unajua hawa wote walikuwa ni makerubi. Kwa hiyo nafasi ya shetani ikachukuliwa na Gabriel, na wote ni makerubi. Kwa hiyo ni kana kwamba kuna kutoshana nguvu, japo huyu malaika Gabriel kwa kubaki kwake mwaminifu ana nguvu za kumshinda shetani, lakini shetani bado, kwa sababu wote hawa ni malaika wenye cheo cha kerubi, wote kuna namna fulani wanafahamiana na kutoshana nguvu kwa namna fulani, mpaka Mikaeli alipokuja kumsaidia. Mikaeli hapo anayemaanishwa, ukisoma Biblia vizuri katika uwanja mpana utagundua Mikaeli anayetajwa hapo ni Yesu mwenyewe, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kumsaidia Gabriel. Kwa hiyo Danieli sura ya 10 inatoa maelezo kwa nini Gabriel alichelewa kumpa ufafanuzi Danieli mpaka siku 21 zikapita. Kwa hiyo bado sura ya 10 ya kitabu cha Danieli inajenga kwenye unabii mrefu wa siku 2300. The central theme katika Danieli 10 ni kama vile katika Danieli 9, ni kama vile katika Danieli 8, yaani unabii wa siku 2300. Vipi kuhusu Danieli sura ya 11? Katika Danieli sura ya 11 mstari wa 2, neno la Mungu linasema, nami sasa nitakuonyesha yaliyo kweli. Tazama, watasimama wafalme watatu katika Uajemi, naye mfalme wa 4 atakuwa tajiri kuliko hao wote. Naye atakapopata nguvu kwa utajiri wake, atawachochea wote juu ya ufalme wa Uyunani. Katika Danieli sura ya 11 mstari wa 1, tena mimi katika mwaka wa kwanza wa Dario Mmedi, mimi nalisimama nimthibitishe na kumtia nguvu. Nabii anasema hivi katika roho ya unabii, kitabu cha Manabii na Wafalme, PK, Patriarchs and Kings, ukurasa wa 556, paragrafu ya 4. Nabii anasema hivi, sala ya Danieli ilikuwa imetolewa katika mwaka wa kwanza wa Dario mfalme wa Umedi, ambaye jenerali wake Koresh alikuwa amepigana kutoka Babeli, fimbo ya utawala wa ulimwengu wote. Utawala wa Dario uliheshimiwa na Mungu. Kwake alitumwa malaika Gabriel kumthibitisha na kumtia nguvu. Danieli 11 mstari wa 1. Baada ya kifo chake, ndani ya miaka miwili ya kuanguka kwa Babeli, yani Dario alitawala miaka miwili tu, Koresh alitawazwa kwenye kiti cha enzi. Jemedari ama jenerali wa kivita Koresh akatawazwa na akachukua nafasi ya ufalme badala ya Dario aliyekufa baada ya miaka miwili tu tangu alipouangusha utawala wa Babeli. Koresh alitawazwa kwenye kiti cha enzi, na mwanzo wa utawala wake, utawala wa nani? Wa Koresh, uliashiria kukamilika kwa miaka 70 tangu kundi la kwanza la Waebrania lilipochukuliwa na Nebukadneza kutoka nyumbani kwao Uyunani hadi Babeli. Sasa angalia katika Danieli sura ya 9 mstari wa 1 mpaka wa 2, neno linasema hivi, katika mwaka wa kwanza wa Dario mwana wa Ahasuero wa uzao wa Wamedi, aliyetawazwa kuwa mfalme juu ya miliki ya Wakaldayo, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu na alifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kuutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka 70. Kwa hiyo Danieli sura ya 11 bado inaeleza central theme, unabii wa siku 2300, lakini katika sura ya 11 hii specific kabisa inaeleza habari ya wafalme 4 wa Umedi, ambapo baada ya wafalme hao anakuja mfalme wa Uyunani, na baada ya ufalme wa Uyunani wanachukua wale majemedari wake 4, wanagawana utawala, na 2 kati ya hao ndio wanakuwa wenye nguvu, mfalme wa kaskazini na mfalme wa kusini. Na baadaye inaelezwa Rumi ya kipapa ilipochukua hatamu na kuendeleza
mpambano dhidi ya watu wa Mungu katika kipindi cha zama za giza. Na Danieli hiyo 11 inatoa utabiri wa kurudia hatamu tena upapa awamu nyingine ya pili siku za mwisho, kabla Yesu hajamaliza huduma ya maombezi katika chumba cha patakatifu. Kwa hiyo Danieli sura ya 11 maalum kabisa bado inajenga kwenye unabii wa siku 2300, ikieleza wafalme waliohusika katika mtazamo chanya na katika mtazamo hasi, kwa maana ya kufanikisha safari ya wana wa Israeli kurudi. Na kurudi kwao ndiko tunapoanzia kuhesabia unabii wa siku 2300, na wale wafalme waliozuia huo unabii na ufalme ina mamlaka ya Rumi ya kipapa, namna ilivyoshughulika na watu wa Mungu katika mchakato wa kuondoa zile nguzo za imani, sabato pamoja na huduma ya Yesu patakatifu kwa maana ya huduma ya hekalu. Kwa hiyo bado Danieli sura ya 11 bado central theme yake ni unabii wa siku 2300 wa Danieli 8 mpaka 12. Kwa hizi sura zimeshikamana pamoja. Vipi kuhusu Danieli sura ya 12? Danieli sura ya 12 inahusu hitimisho la ule unabii mrefu wa siku 2300. Kwa sababu kuanzia sura ya 8 ya Danieli hadi sura ya 12, agenda kubwa ama kuu, the central theme, ni unabii wa siku 2300. Hivyo basi sura zote, yaani sura ya 8, sura ya 9, sura ya 10, sura ya 11 na sura ya 12 zinahusiana, yaani zinategemeana, moja inajenga kwa nyingine, inaongeza kwa nyingine. Maana ndicho kitabu, sehemu ya kitabu iliyokuwa inahusu siku za mwisho na kilichokuwa kimefungwa na sasa kimefunguliwa. Kwa hiyo wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa ni wito wa kuelewa Danieli 8 mpaka 12 inahusu nini, tunapoifahamu kwa kuhusianisha na Ufunuo sura ya 10. Kwa hiyo Danieli sura ya 8 inahusu njozi ya unabii mrefu wa siku 2300, Danieli 8:14. Danieli sura ya 9 inahusu ufafanuzi wa huo unabii mrefu wa siku 2300 pamoja na kanuni ya ukokotoaji. Yaani tunaanzia wapi katika kukokotoa unabii huo? Danieli 9:23 mpaka 27. Danieli sura ya 10 ni mpambano, Shetani akijaribu kumzuia malaika Gabriel asifikishe ufafanuzi wa unabii wa siku 2300 kwa Danieli 10 mstari wa 11 mpaka 14. Na katika sura ya 10 tunapata sababu kwa nini malaika Gabriel alichelewa. Danieli sura ya 11 wanaelezwa wafalme watatu wa Umedi na Uajemi ambao walihusika kufanikisha utekelezaji wa unabii mrefu wa siku 2300, na mfalme mmoja, wakileta jumla ya wafalme wanne wa Uajemi, Umedi na Uajemi, na mfalme mmoja aliyehusika kuafifisha utekelezaji wa unabii mrefu wa siku 2300. Wafalme hao watatu ni Koresh, Dario na Artashasta, ambao walitumiwa na Mungu kutoa amri ya waraka wa kujengwa kwa nyumba ya Mungu na mji wa Yerusalemu. Lakini mfalme mmoja ambaye ni Ahasuero alitumiwa na Shetani kusimamisha ujenzi. Katika wale wafalme watatu ni Artashasta ndiye ambaye waraka wake, kuna majina yanajirudia, lakini Artashasta waraka wake au amri ya kurudi na kujenga upya Yerusalemu ndio unachukuliwa kuwa mwanzo wa kuhesabu kukokotoa unabii mrefu wa siku 2300, ambapo waraka huo ulitolewa mwaka 457 BC, yani kabla ya Kristo, before Christ. Lakini pia Danieli 11 inafafanua falme zingine mbili ambazo ni Uyunani na mgawanyiko wake na hatimaye Rumi ya kipapa. Falme zote tangu Umedi na Uajemi, Uyunani na Rumi ya kipapa zimetajwa kwa makusudi mawili. La kwanza ni kuonesha falme zilizotawala dunia katika kipindi cha unabii wa siku 2300, yani ule unabii mrefu zaidi. Kusudi la pili ni kueleza namna ambavyo falme hizo zilihusika kufanikisha utekelezaji wa unabii mrefu wa siku 2300 au kuafifisha.
Hili linaenda sambamba na namna ambavyo shetani amekuwa akiutumia upapa kubomoa imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Kwa hiyo Danieli sura ya 11 inaeleza wafalme na michango yao katika ujumbe huu wa siku 2300 kuufanikisha ama kuwafifisha. Kwa hiyo bado Danieli sura ya 11 inajenga kwenye sura ya 10, inajenga kwenye sura ya 9, hatimaye sura ya 8. Kwa hiyo Danieli 8 mpaka 12 inahusu kitu kimoja, ndicho kitabu kilichokuwa kimefungwa na kikafunguliwa tangu 1798 wakati upapa ulipopata jeraha la mauti. Kuanzia hapo ujumbe wa malaika wa kwanza ulihubiriwa na malaika wa pili ulihubiriwa katika kipindi cha mwaka 1842 mpaka 1844, na katika kiangazi cha mwaka 1844 ujumbe wa malaika wa pili ulitolewa, na ndipo hukumu ikafuatia. Hukumu ikaanza, yani jumbe hizi zilikuwa zinawaandaa watu kwa ajili ya hukumu iliyoanza 1844 tarehe 22 Oktoba, na ndipo tunapata ujumbe wa wale malaika watatu. Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 mpaka 11, ambapo sasa ujumbe wa malaika watatu utafuata baada ya ile hukumu kuwa imeanza na kuendelea mpaka mwisho wa wakati. Na mwisho wa wakati, lile onyo la wakati ule, wakati wa William Miller, lile vuguvugu litarudi tena kwa nguvu ya Roho Mtakatifu katika ujumbe wa onyo la mwisho kwa ulimwengu, kilio kikuu, watakatifu wakiwa wamejazwa mvua ya masika, Roho Mtakatifu kama mvua ya masika, baada ya sherehe ya Jumapili kutangaza Marekani na hatimaye kusambaa ulimwengu mzima. Kwa hiyo jumbe hizi za malaika wa kwanza, wa pili na watatu zimeshikamana pamoja na hazitenganishiki. Na jumbe hizi ndizo zinapatikana kwenye kitabu kilichokuwa kimefungwa na hatimaye kikafunguliwa. Ili tukielewe, tunapaswa kusoma Danieli 8 mpaka 12 katika muunganiko wake na Ufunuo sura ya 10, ndipo tunapata kuelewa ukweli wa sasa katika kitabu hiki. Kwa hiyo Danieli sura ya 8 mpaka 12 inahusu mada moja. The central theme ni siku 2300. Danieli sura ya 12 inatuleta sasa kwenye kilele cha vita kati ya Kristo na Shetani kupitia kwa mamlaka ya upapa. Lakini pia Danieli 12 inatuleta kwenye hitimisho la matukio ya kinabii yaliyoanza Oktoba 22, 1844, yani hukumu ya upelelezi, huduma ya Yesu patakatifu pa patakatifu. Katika Danieli 8:14 hatupati kuelewa ya kwamba huduma ya Yesu alipohama kutoka chumba cha kwanza cha patakatifu kuhamia chumba cha pili cha patakatifu pa patakatifu, iliyoanza 1844 tarehe 22 Oktoba, itaisha lini. Lakini Danieli sura ya 12 inatengeneza hitimisho la kutupatia uelewa ya kwamba yale matukio makubwa ya kinabii yaliyoanza 1844 tarehe 22 Oktoba yatakoma katika kipindi gani. Utofauti ni kwamba huku mwishoni hakutakuwa na muda maalum, yani haiwezekani kuelewa hukumu kwa wafu inamalizika lini, alafu hukumu kwa walio hai inaanza lini, kwa maana ya fixed dates, tarehe maalum hakuna, ila tutaelewa kupitia matukio ya kinabii, kupitia events, matukio yaliyoainishwa katika unabii, ya kwamba tukiona hili, tukiliona hili, tukiliona hili, tukiliona hili, jueni hukumu kwa wafu imemalizika, hukumu ya upelelezi kwa wafu imemalizika. Sasa tunaingia katika kipindi cha hukumu kwa walio hai, hukumu ya upelelezi kwa walio hai. Lakini pia haitupi maelezo, hatuwezi tukaelewa huku mwishoni kwamba exactly date ya kupitisha kwa sheria ya Jumapili Marekani haipo. Kwa hiyo hatujui, ila tu kuna matukio ya kinabii, events zinazotuashiria kwamba tukiliona hili, tukiliona hili, tukiliona hili, tukiliona hili, tunajua ya kwamba sheria ya Jumapili imekaribia kutangazwa. Inatangazwa lini? Inatangazwa mwaka gani? Hatujui. Lakini pia Danieli 12 inatupa uelewa wa hayo matukio yanayohitimishwa huko.
Baada ya sheria ya Jumapili kutangazwa na kwenda ulimwengu Marekani na kisha kwenda ulimwengu mzima, rehema kilio kikuu kinapohubiriwa kwa ulimwengu mzima, onyo la mwisho kwa mujibu wa Pambano Kuu sura ya 38, onyo la mwisho litakapotolewa, yule malaika wa 4, yani wa Ufunuo sura ya 18, anapoungana na ujumbe wa malaika wa 3, onyo la mwisho linalotengeneza kilio kikuu litatolewa tarehe gani, mwaka gani, hatujui. Ila tu tumepewa events, matukio katika historia ya kinabii. Tukiliona hili, tunajua fika ya kwamba sasa kilio kikuu kimekaribia. Na baada ya hapo rehema inafungwa kwa ulimwengu mzima. Human probation inakuwa closed. Rehema inapofungwa kwa ulimwengu mzima, bado hatutajua tarehe ipi, mwaka gani rehema imefungwa, ila kuna events, kuna matukio yanayotuonesha ya kwamba rehema imekaribia kufungwa. Baada ya hapo kutakuwa na taabu ambayo haijawahi kuwako tangu limekuwako taifa. Baada ya hapo kutakuwa na vita ya 3 ya dunia, machafuko, kwa sababu Roho Mtakatifu atakuwa ameondolewa duniani, malaika wanaoshikilia zile pepo za machafuko watakuwa wameziachia, na kisha baada ya hapo mapigo 7 yatafuata, na hatimaye Baba atatangaza siku na saa ya kuja kwa Yesu. Mwishoni kabisa mwa taabu ya Yakobo, kwa mujibu wa Pambano Kuu UPH 2023, ukurasa wa 527, Baba atatangaza siku na saa. Kwa hiyo Daniel sura ya 12 inabeba matukio yaliyoanza 1844, yani inatupeleka mpaka mwisho mwa historia ya ulimwengu huu, lakini hatutajua exactly date kama ilivyokuwa utimizwaji wa unabii mrefu wa siku 2300 tarehe 22 Oktoba 1844. Huku mwishoni hatutaelewa matukio ya kinabii kwa tarehe maalum, ila tutaelewa kwa matukio, na kwa njia ya matukio hatujaachwa gizani, tupo nuruni. Ndio maana sasa katika kitabu cha Pambano Kuu sura ile ya 37, hiki ni UPH, Ufunuo Publishing House, toleo la 2023. Kwa kama una toleo lingine ni sura ya 37. Katika sura ya 37 maandiko ni kinga. Maandiko ni kinga. Ukurasa wa hiki kitabu 490 inasema hivi: kwa hiyo katika unabii wakati ujao umefunuliwa mbele yetu kwa uwazi, kama vile ulivyokuwa umefunuliwa kwa wanafunzi kwa njia ya maneno ya Kristo. Matukio ambayo yameshikamana na kufungwa kwa mlango wa rehema na kazi ya matayarisho kwa ajili ya wakati wa taabu, vyote vimeelezwa kwa uwazi kabisa, lakini watu wengi hawana ufahamu wa ukweli huu muhimu kuliko kama ungekuwa haujafunuliwa. Nani ni sababu? Shetani yuko macho akihakikisha kuwa anadaka na kufuta kila wazo ambalo lingeweza kuwafanya wawe na hekima ya kupata wokovu, na wakati wa taabu utawakuta wakiwa hawako tayari. Kwa hiyo katika unabii wakati ujao umefunuliwa wazi, lakini sio katika fixed dates, ila katika matukio, events, tunaweza kuelewa ukaribu wa kila tukio, na tunaweza tukaelewa Yesu amekaribia kurudi kwa kiasi gani. Kwa hiyo Daniel sura ya 12 inatuleta kwenye hitimisho la matukio haya ya siku za mwisho, uhitimishwaji wa hukumu ya upelelezi, uhitimishwaji wa huduma ya Yesu patakatifu pa patakatifu, na yaliyoanza 1844. Kwa hiyo bado Daniel sura ya 12 inajenga kwenye Daniel sura ya 11, inajenga kwenye Daniel sura ya 10, inajenga kwa Daniel sura ya 9, inajenga kwa Daniel sura ya 8. Kwa hiyo Daniel 8 mpaka 12 ndicho kitabu kilichokuwa kimefungwa wakati wa Daniel, kikafunguliwa wa mwaka 1798. Kuanzia hapo kitabu hiki hakijafungwa. Na ili tuweze kukielewa kitabu hiki, lazima tukielewe katika mtazamo wa Ufunuo sura ya 10. Kumbuka, Daniel na Ufunuo ni kitabu kimoja. Kimoja ni unabii, kingine ni ufunuo. Kimoja kilifungwa, kingine kimefunguliwa.
Kwa kitabu kilichofunguliwa wazi katika Ufunuo sura ya 10, maana yake ni wakati gani ule ujumbe uliokusudiwa ulipaswa kwenda kwa ulimwengu? Ni mwaka 1798. Baada ya hapo ndipo tunashuhudia Mungu akiwaamsha watu na kuchunguza ukaribu wa hukumu na ukaribu wa kuja kwake mara ya pili. Kwa hiyo wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa ni wito wa kukielewa kitabu cha Danieli sura ya 8 mpaka 12, tukihusianisha na Ufunuo sura ya 10. Katika sehemu hii iliyokuwa imefungwa ikafunguliwa, kuna ukweli wa sasa. Ukweli huu wa sasa, ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu umefunuliwa wazi. Na katika sehemu hii tunapata sababu ya imani yetu. Tunaziona pillars of our faith, nguzo za imani yetu: Sabato patakatifu, Sabato patakatifu. Ndipo tunapata kuelewa nini kilitokea 1844. Yesu yuko wapi? Anafanya nini? Tunawezaje kumfuata huko aliko kwa imani? Je, hukumu ya upelelezi inafanyikaje? Inamalizikaje kwa wafu? Itakapohamia kwa walio hai itakuwaje? Inafanyikaje kwa kanisa la Mungu? Rehema inakoma wakati gani kwa Waadventista wa Sabato? Na rehema inapofunguliwa kwa ulimwengu mzima, kilio kikuu kitakapofuata itakuwaje? Na kufungwa kwa rehema kwa ulimwengu mzima itakuwaje? Na mnyama ni nani? Alama ya mnyama ni nini? Na tunawezaje, sanamu ya mnyama inafanyikaje? Tunawezaje kuepuka kuipokea alama ya mnyama? Tunawezaje kusimama waaminifu kwa Mungu katika kipindi cha hukumu ya upelelezi? Tunawezaje kuwa waaminifu kwa Mungu, tuandaliwe kusimama wakati wa zahama iliyo mbele yetu? Danieli 8 mpaka 12 inapofafanuliwa na Ufunuo sura ya 10 inatupa uelewa wa masomo haya muhimu ya ukweli wa sasa. Kwa hiyo wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa ni wito wa kuielewa Danieli 8 mpaka 12. Sura hizi zote zimeshikamanishwa pamoja. Danieli sura ya 8 mstari wa 14, unabii wa mrefu wa siku 2300 unatolewa. Danieli 9, ufafanuzi unatolewa. Danieli 10, sababu ya Gabrieli kuchelewa kumpa ufafanuzi Danieli inatolewa. Danieli 11, wafalme waliohusika katika mchakato huu wanatajwa. Danieli 12 inatupa hitimisho la matukio ya siku za mwisho. Na ndio maana katika Danieli sura ya 12 Danieli sura ya 12 mstari wa kwanza, neno linasema, wakati huo Mikaeli atasimama, jemadari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu, mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa, na wakati huo hata wakati huo, na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Mstari wa pili, tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, na wengine aibu na kudharauliwa milele. Sasa angalia katika kitabu cha Ufunuo, ile sura ya 39, sura ya 39 na sura ya 40. Sura ya 39 ya Pambano Kuu inasema wakati wa taabu. Paragrafu ya kwanza kabisa, nabii ananukuu Danieli 12:1. Sasa swali, wakati wa taabu utakuja wakati gani? Baada ya mlango wa rehema kufungwa, baada ya Yesu kumaliza huduma ya maombezi patakatifu pa patakatifu, baada ya hukumu ya upelelezi kuwa imemalizika, rehema imefungwa, ndipo taabu inayotajwa ambayo haijawahi kuwako tangu limekuwako taifa. Kwa hiyo Danieli sura ya 39 wakati wa taabu inarejelea Danieli 12, na wakati wa taabu ni baada ya kufungwa kwa mlango wa rehema. Hii ni uthibitisho mwingine katika roho ya unabii kwamba Danieli 12 inajenga kwenye unabii wa siku 2300, lakini inatuleta katika uelewa wa mwisho kabisa wa matukio yaliyoanza 1844. Kwa hiyo Danieli 12 bado imeshikamanishwa na Danieli 11 na Danieli 10, Danieli 9 na Danieli 8. The central theme yake ni ujumbe ama unabii wa siku 2300, na ndicho sehemu ya kitabu cha Danieli iliyokuwa imefungwa, na sehemu hii ilifunguliwa, na sehemu hii imesheheni ukweli wa sasa ambao wewe na mimi tunauhitaji. Katika mfululizo wa masomo haya
ya wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa ni wito wa kukielewa kitabu cha Danieli, sehemu hii iliyokuwa imefungwa ikafunguliwa, Danieli 8 mpaka 12. Tunapoisoma tukiichangamanisha, tukihusianisha na Ufunuo sura ya 10, na Ufunuo sura ya 10, hapo tunapata kuelewa kusudi la imani yetu, tunapata kuelewa ukweli wa sasa, tunapata kuelewa the pillars of our faith, nguzo za imani yetu, tunapata kuelewa nini kilitokea 1844 na Yesu yuko wapi, anafanya nini sasa, tunawezaje kumfuata aliko kwa imani, na baada ya hapo nini kitatokea. Danieli 8 mpaka 12 yote, the central theme yake, mada kuu, ujumbe mkuu ni siku 2300. Hizi sura huwezi ukazitenganisha. Ndicho kitabu kilichokuwa kimefungwa, sehemu ya kitabu cha Danieli. Sasa angalia katika sura ya 40, sura ya 40 ya kitabu cha Pambano Kuu, watu wa Mungu wakombolewa. Na hapa unaona nabii ananukuu kitabu cha Danieli, kitabu cha Danieli 12 mstari wa pili, mstari wa pili. Ngoja niangalie hapa, Danieli 12 mstari wa pili. Katika ukurasa wa kitabu hiki 524 na 525 unaipata nukuu ya Danieli 12:2. Kwa hiyo hapa bado watu wa Mungu wakombolewa ni wakati gani? Mwishoni mwa kuanzia kufungwa kwa mlango wa rehema, wakati wa taabu, Mikaeli anasimama upande wa wana wa watu wako, mpaka mwisho wa mapigo 7, mpaka Yesu kuonekana mawinguni. Wale 144,000 ambao hataonja mauti wataungana na wale watakaofufuliwa kumlaki Bwana hewani. Kwa hiyo watatunzwa kwa namna ya ajabu. Kwa hiyo Danieli 12 inatuleta kwenye matukio ya mwisho kabisa, lakini yanayotuleta kwenye uelewa wa siku 2300. Kwa hiyo Danieli sura ya 8 mpaka ya 12, the central theme yake, mada kuu yake ni moja, ujumbe wa siku 2300, unabii wa siku 2300. Hicho ndicho kilikuwa kitabu kilichofungwa, kikafunguliwa tangu 1798. Katika mfululizo wa masomo haya tunapoendelea sehemu ya 3, sehemu ya 4 mpaka sehemu ya 8, utapata kuelewa kile ambacho Mungu anataka ukielewe kutoka katika kitabu cha Danieli sura ya 8 mpaka sura ya 12, ikihusianishwa na Ufunuo sura ya 10, mada kuu ikiwa ni unabii wa siku 2300. Hapo tunalipata kusudi la imani yetu, tunapata pillars of our faith. Hapo tunapata kuelewa sababu ya imani yetu, kwa nini tunaitwa Waadventista wa Sabato. Ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu unafafanuliwa vizuri, na mada zote zinazojenga kwenye ukweli wa sasa zinapatikana katika Danieli sura ya 8 mpaka 12, Ufunuo sura ya 10, na sehemu zingine za kitabu cha Danieli ama sehemu zingine za Biblia zinajenga uelewa kwenye unabii huu, na sehemu zingine za kitabu cha Ufunuo ama sehemu zingine za kitabu cha Biblia yote inajenga kwenye uelewa huu. Hapo kuna mada muhimu tunapaswa kuelewa. Wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa ni wito wa kuelewa Danieli 8 mpaka 12 inahusu nini. Ni ujumbe muhimu. Tafadhali fuatilia sehemu ya 3 na kuendelea, utapata kubarikiwa na masomo haya. Tafadhali share kwa wengine waweze kufahamu ukweli huu muhimu ambao Mungu anataka tuuelewe sasa, na ndio wakati wake hasa wa kufahamu ukweli huu. Mungu na akubariki. Karibu kufuatilia sehemu ya 3. Lakini kabla hatujahitimisha, ni kualike tuombe. Na tuombe. Baba mwema, mwingi wa rehema, tunakushukuru kwa mafunuo yako ya ukweli wako. Tusaidie kuelewa kulingana na uwezo wetu wa kupokea. Ninapomkabidhi mtazamaji na msikilizaji mbele zako, asante kwa kuwa unamwangazia nuru ya uso wako, unabariki kazi za mikono yake, unampatia mahitaji yake, unajibu maombi yake, unashughulika sana kwa mahitaji yake pamoja na hitaji la uzima wa milele. Na ukweli wa sasa ndio unaotufanya tuandaliwe kusimama wakati wa hukumu ya upelelezi, kusimama katika dhahama iliyo mbele yetu tunapoandaliwa kumlaki Yesu anapokuja mara ya pili.
Tusaidie kwa masomo yanayoendelea sehemu ya 3 mpaka sehemu ya 8. Tunapoendelea kubarikiwa na masomo haya, utukuzwe wewe, sifa na utukufu zikurudie kwa jina la Yesu. Amina. Mungu na akubariki na asante kwa kufuatilia.